Filamu inaanzia katika enzi za zamani, mamia ya miaka iliyopita katika ufalme wa Korea uliotawaliwa na mfalme katili sana. Kuna mhalifu aitwaye Ji-yong amekamatwa na kuletwa mbele ya mfalme. Kisha mfalme akamhukumu kifo, kisa aliandaa chakula kilichoharibu ladha ya mdomo wake. Lakini tunagundua kwamba Ji-yong ndiye mpishi mkuu wa ufalme huo. Hivyo basi mfalme akampa nafasi ya mwisho. Akasema, utakuwa ukinipikia chakula kipya kila siku. Akaendelea kusema, hakuna kurudia chakula kimoja kwa mwaka mzima. Na ikitokea siku umerudia chakula au ukapika vibaya, nitakuua siku hiyo hiyo. Ji-yong akafichua kuwa yeye hajazaliwa hapa, kwa sababu hapo zamani alikuwa mpishi maarufu sana mwaka 2025. Muda huo huo, tunarudi nyuma kabla ya Ji-yong kuwa mpishi mkuu wa mfalme, yeye ni mpishi wa kisasa kutoka mwaka 2025. Ji-yong alikuwa ni mpishi mwenye kipaji kikubwa ambaye hivi karibuni ameshinda shindano maarufu la mapishi kwa kutumia vyakula vya Kifaransa. Ushindi wake ukampa nafasi ya ndoto yake ya kuwa mpishi mkuu katika hoteli kubwa nchini Ufaransa. Ji-yong akasherehekea ushindi wake kwa kunywa vinywaji, na siku iliyofuata akampigia simu baba yake kumshirikisha habari hizo za kusisimua. Baba yake akafurahi sana na akamtumia kitabu kuhusu mpishi wa zamani. Ji-yong akiwa kwenye ndege kuelekea Ufaransa, akawa anasoma kitabu chake kipya huku watu wengine wakitazama kupatwa kwa jua. Ghafla, mwanamume mmoja akamwagia kahawa kwa bahati mbaya kwenye kitabu hicho. Ji-yong alipoenda kukisafisha bafuni, akakuta ukurasa uliozungumzia chakula maarufu cha kale. Lakini ukurasa uliofuata haukuwepo, lakini chini kulikuwa na mstari uliosema, ikiwa utasoma hii, tafadhali rudi kwangu. Ghafla, kitabu kikaanza kung'aa. Nje ya ndege, mwezi na jua vikaungana. Ji-yong, mpishi kutoka mwaka 2025, akaanza kuelea hewani. Maneno yaliyong'aa kutoka kwenye kitabu yakamzunguka na kumvuta ndani yake, yakimsafirisha kumpeleka miaka ya zamani. Akaanguka kutoka angani na kutua kwenye wavu uliotumiwa kama mtego wa wanyama msituni. Akiwa mchanganyikiwa na kilichotokea, akapoteza fahamu. Muda huo huo, tunamwona mfalme akiwinda katika msitu huo huo, akimejaa hasira, akimkumbuka mama yake alivyoondolewa madarakani alipokuwa mtoto. Akapuuzia ibada maalumu iliyofanyika ikuluni, ambayo imesimamishwa kwa sababu ya kutokuwepo kwake. Bibi wa mfalme alikuwa na wasiwasi, kwani kuwinda siku ya ibada kulichukuliwa kama ishara mbaya inayoweza kusababisha kifo cha mfalme. Lakini mfalme aliamini ibada hizo ni za uongo, kwa sababu zilimkumbusha siku ambayo mama yake aliuliwa. Akiwa anawinda kwa furaha swala, mlinzi huyo akamwonya kuwa kuwinda siku ya kupatwa kwa jua ni ishara mbaya na kwamba miungu itakasirika. Mlinzi huyo akasisitiza kuwa mfalme ataanza kuona mizimu ya wanawake ikiwa hatarudi kwa ajili ya ibada. Mfalme akapuuzia hayo kama uvumi tu. Muda huo huo, Ji-yong akaamka akiwa bado amenasa kwenye wavu. Akajaribu kupata mtandao kwenye simu yake na kupiga kelele kuomba saada. Akiwa mchanganyikiwa, akajiuliza, nilikuwa bafuni ndani ya ndege, nimefikaje msituni? Mara hiyo, mfalme akamwona mbweha na akaanza kumkimbiza. Akarusha mshale ambao ukapita karibu na Ji-yong, kisha mshale mwingine ukakata kamba ya wavu. Ji-yong akaachiliwa na kujificha nyuma ya mti, huku akipaza sauti, akisema, mbweha ameenda kule, usinirushie mishale. Mfalme hakusikiliza, hivyo Ji-yong akatoka na kupaza sauti, wewe ni chizi? Kwa nini unanirushia mishale? Mfalme akashangazwa na mavazi yake ya ajabu na akamwelekezea mshale tayari kumuua. Ji-yong akakimbilia ukingoni mwa mlima na kutoa kifaa cha umeme cha kujilinda kutoka kwenye mkoba wake. Mfalme akauliza huku akiwa na nia ya kumuua, wewe ni nani? Ji-yong akajibu, mimi ni binadamu, lakini mfalme akatafsiri maneno hayo kama laana. Mfalme akadhani ameona mzimu wa mwanamke, hivyo mfalme akarusha mshale uliogonga mkoba wa Ji-yong. Akaanguka ndani chini, lakini hakuumia sana. Ji-yong akapaza sauti, umerukwa na akili? Kisha akamuuliza mfalme, unajua mimi ni nani? Nitatoa malalamiko polisi. Nina marafiki wengi mawakili watakao kufanya uoze gerezani. Mfalme akauliza huku akiweka upanga shingoni mwake, unaongea nini? Ghafla, mshale kutoka nyuma ukampiga mfalme begani. Akasikia maumivu na kuanguka kwenye maji pamoja na Ji-yong. Baada ya muda, walinzi wakafika wakimtafuta mfalme. Tunaona pia begi la Ji-yong likining'inia. Ji-yong akaamka na kumwona mfalme akiwa amejeruhiwa. Akaamua kumsaidia na kujaribu kutafuta simu kwenye mifuko yake ili apige hospitali, lakini nguo za mfalme hazikuwa na simu yoyote. Mfalme akaamka akidhani Ji-yong alikuwa anajaribu kumuua, akamchomoa kisu chake. Kisha akaanza kumshambulia.
Ji-yong akampiga mguu wake na kunyakua kisu. Kisha akamuulizwa mfalme, "Kwa nini unafanya hivi? Mnarekodi movie gani?" Lakini mfalme alikuwa makini kabisa, akijaribu kurudisha kisu ili amuue. Hata hivyo, Ji-yong kwa ustadi wake mkubwa wa kutumia visu akapambana naye. Wakavutana na kisu cha Ji-yong kikamjeruhi mfalme na kumfanya apoteze fahamu. Ji-yong akamfunga kamba na kuanza kumchokoza kwa kijiti, huku akiuliza, "Kwa nini unataka kuniua?" Mfalme akajibu, "Kwa sababu wewe ni mzimu." Lakini Ji-yong, "Hapana, mimi ni mpishi." Muda huo huo, tunakutana na mhusika aitwaye Mokju, mpenzi wa mfalme. Mfakazi wake akamwambia kuwa mfalme bado hajarejea kutoka msituni na giza limeanza kuingia. Na ibada za Mokju pia zikasimama. Tunajifunza kuwa mama yake Mokju alikuwa akiendesha danguro, ambapo alimuuza Mokju kwa mwanamume tajiri kwa kiasi kidogo. Kwa hasira, Mokju alimuua mwanamume huyo na kutupwa gerezani. Siku moja, mwanamume aitwaye Jason alimfuata Mokju. Mokju akadhani alitaka kulala naye, lakini Jason akamwambia kuwa yeye ni adui mkubwa wa mfalme na atamsaidia kutoroka ikiwa atafanya atakachoambiwa. Mokju alikubali. Sasa Mokju akaogopa kwamba Jason huenda amemfanyia jambo baya mfalme kule msituni. Tunarudi kwa mfalme akimwambia Ji-yong kuwa alikuwa na kiu. Kisha mfalme akauliza, "Unajua adhabu ya kumwacha mfalme akiwa na kiu?" Kisha akasema, "Angalia nguo zangu." Ji-yong akacheka kwa dharau. "Nguo kama hizo zipo kila kona ya mtaa, hiyo haithibitishi kuwa wewe ni mfalme." Baada ya muda, Ji-yong akampeleka kwenye nyumba iliyotelekezwa. Mfalme akasema, "Hapa ni sehemu yangu, napumzika hapa ninapokuwa na winda." Ji-yong akaanza kusimulia hadithi ya kihistoria kuhusu mfalme katili aliyowanyang'anya maskini kila kitu na kuwaua. Mfalme akasema, "Mbona kama unasimulia hadithi yangu?" Ji-yong akajibu, "Hapana, hii ni hadithi ya zamani sana." Kisha akamfunga tena na kuvaa nguo kavu alizozikuta zikining'inia kwenye kamba ya kufulia. Akasikia sauti kutoka ndani na kwenda kuchunguza. Msichana aitwaye Gil akamshambulia akimuita mwizi wa nguo. Ji-yong akaeleza kuwa yeye si mwizi na akauliza, "Wako wapi?" Msichana huyo akajibu, "Hapa ni Joseon." Ji-yong akadhani kila mtu anaigiza tu kwenye tamthilia. Ji-yong akauliza, "Utanisaidia kutafuta begi langu? Simu yangu imo ndani yake." Gil akakataa kwa sababu alikuwa na njaa. Ji-yong ambaye pia alikuwa na njaa akaamua kupika. Akakuta mayai na vitu vingine na kuanza kuandaa chakula. Kwa kuwa yeye ni mpishi, akapika chakula kitamu sana na kumpelekea mfalme. Mfalme akauliza, "Umeniletea nini? Je, umeweka sumu ndani yake?" Ji-yong akajibu, "Hapana." Mfalme akasema, "Thibitisha kwa kukila kwanza." Ji-yong akala chakula hicho kwanza, kisha akamlisha mfalme. Chakula kile kilikuwa na pilipili nyingi sana. Mfalme akaanza kupiga kelele kuwa Ji-yong amemwekea sumu na kwamba atakufa kwa maumivu makali. Ji-yong akala tena na kusema, "Hakuna pilipili nyingi humo." Kisha Gil akala kidogo na naye pia akaanza kupiga kelele. Ikaonekana watu wa zamani hawakuwa wakila pilipili nyingi. Hivyo wote walikuwa na njaa, hivyo akalazimika kula chakula hicho. Wakiwa wanakula, mfalme akamkumbuka mama yake ambaye pia alikuwa akimlisha kwa upendo mkubwa. Ji-yong na Gil wakajiandaa kwenda kutafuta mkoba. Ji-yong akamfunika mfalme blanketi na Gil akasema, "Mume wako ana bahati sana, unamtunza vizuri." Ji-yong akasema, "Hey, huyo si mume wangu." Lakini mfalme hakuwa amelala, alikuwa anajifanya tu. Muda mfupi baadaye, askari wake wakafika na kumwokoa. Mfalme akasema, ameona wachawi wawili na lazima wauawe usiku huo huo. Baada ya kuchoma nyumba ile moto, wakaondoka. Muda huo huo, Ji-yong akaosha mikono yake na kumuuliza Gil kwa nini alikuwa peke yake msituni. Gil akaeleza kuwa kijiji chao kiliharibiwa na alikuwa akijificha. Ji-yong akatambua kuwa Gil anasema ukweli na kwamba hizi ndio enzi zile zile aliyokuwa ameisoma kwenye kitabu chake. Ghafla, tabia ya Ji-yong ikabadilika na akaanza kupiga kelele, "Msaada, msaada, msaada." Gil akamziba mdomo haraka na kusema, "Hey, hawa ndio wale wahuni wanaotekwa wanawake. Hupaswi kuwaita." Lakini tayari walikuwa wamechelewa. Ji-yong na Gil pamoja na wanawake wengine wakakamatwa na kutupwa gerezani. Ji-yong akaendelea kupiga kelele akiwaita askari watekaji. Wanawake wengine wakamkemea wakimwambia anyamaze kabla hawajapigwa, lakini Ji-yong hakusikiliza. Ili kumzuia kuendelea kupiga kelele, wakamfunga mdomo. Ji-yong alikuwa amechanganyikiwa kabisa. Alikuwa ametoka kushinda mashindano makubwa ya upishi na sasa alikuwa katika hali hii. Pia hakuweza kuacha kumfikiria mfalme na jinsi alivyomtukana. Sasa akajua kabisa kuwa mfalme hatomwachia huru. Baada ya muda, wanawake wote wakatolewa nje. Ji-yong akamuuliza Gil kilichoendelea. Gil akaeleza kuwa watagawanywa katika makundi mawili kwa kazi tofauti.
Walipoulizwa umri wao, Ji-young akasema ana miaka 27. Gil naye akasema ana miaka 28 ili awe kwenye kundi la Ji-young. Hilo likafanikiwa, ingawa Gil bado alikuwa msichana mdogo. Kundi la kwanza lililokuwa na wasichana wadogo likaachwa ndani kwa ajili ya kazi maalum, huku kundi la pili lenye wanawake wakubwa likipelekwa jikoni kusaidia kupika. Muda huo huo, walinzi wa mfalme walikuwa mtoni wakimtafuta Ji-young, wakijua atarudi hapo kutafuta mkoba wake. Lakini wale askari waliowakamata wanawake hawakuwa askari wa mfalme, walikuwa wanatoka katika kasri la gavana. Mlinzi mmoja akamwambia mfalme kuwa baadhi ya wanawake wamekamatwa na kupelekwa katika kasri la gavana. Mfalme akatabasamu akigundua kuwa wale wachawi wawili lazima wamekwenda huko, na akajua kabisa atampata Ji-young wapi. Wanawake waliokuwa jikoni hawakuwa na wazo wanampikia nani, walikuwa wakipewa maagizo tu na kupika. Mwanaume mmoja akakimbia kuingia na kuwaambia kuwa mtu muhimu sana atakuja siku hiyo, hivyo wote watapaswa kupika chakula kizuri sana. Ji-young akauliza mgeni huyo maalumu anapenda chakula gani, lakini mwanaume huyo akakataa kumwambia. Kisha mwana wa gavana akafika na kuwaambia watengeneze chakula kizuri, la sivyo wanaweza kupoteza maisha yao. Ji-young akakubali na akamvuta Ji-young pembeni, akaeleza kuwa mkaguzi mkuu pamoja na baba yake watakuja. Wao ni marafiki wakubwa wa mfalme katili na zamani walikuwa wakifanya mazoezi ya mapigano pamoja naye. Wote wawili walijulikana kwa kuwa na mioyo migumu kama mfalme mwenyewe. Hasa mkaguzi mkuu ni mtu mbaya sana ambaye huweka nywele zake mwenyewe kwenye chakula ili kuwasingizia wapishi na kufanya wauawe kwa ajili ya kujifurahisha. Ameua wapishi wengi kwa njia hiyo. Ji-young akauliza, unaweza kufanya hivyo? Huogopi? Ji-young akakubali kazi hiyo. Ikiwa atafanikiwa, wanawake wote wataachiliwa huru. Ji-young akakubaliana na mpango huo na kuwaambia wanawake wengine. Wote wakafurahi sana, wakachanganya viungo vyao na kuanza kupika. Ji-young akawatazama akiwaza kuwa hakuna hata mmoja wao atakayenusurika na kwamba Ji-young ndiye atakayekufa wa kwanza. Ji-young akafumba macho akikumbuka maneno ya baba yake, kisha akaanza kupika. Akategemea hisia zake za upishi. Muda mfupi baadaye, mkaguzi mkuu na baba yake wakafika. Kwanza, mkaguzi mkuu akaenda kwenye chumba ambako wasichana wadogo kutoka kundi la kwanza wanangoja. Kisha akachagua mmoja wa kulala naye usiku huo. Baadaye akaenda kwenye meza ya chakula. Mkaguzi mkuu akasema huku akiangalia kipande cha nyama, hiki ni chakula gani? Mmeniita hapa kunidhalilisha? Mpishi ni nani? Mleteni mbele yangu. Mkuu wa jikoni akawaamuru walinzi kuwaleta wanawake wote nje. Ji-young akachanganyikiwa, kisha akawaza, inawezekanaje wahukumu chakula kabla hata hawajakionja? Akasogea mbele na kusema, kwanza onja chakula, kama hakitakuwa kitamu unaweza kutuua. Mkaguzi mkuu akakubali, lakini akasema, kama sitakipenda nitakuua wewe. Ji-young akakubali. Kisha mkaguzi mkuu akamwambia gavana kuwa alikuwa na zawadi kwa ajili yake na akamleta binti wa gavana ndani. Gavana akakasirika sana, lakini akajua hawezi kuua mkaguzi mkuu. Mkaguzi mkuu akasema, tazama, nitakula chakula hiki, lakini kama si kizuri, binti yako atakuwa kimada wangu na ataondoka nami kwenda kwenye kasri langu. Ji-young alikuwa na uhakika chakula chake ni bora kabisa. Mkaguzi mkuu na baba yake wakaonja chakula hicho na kikawa kitamu sana kiasi kwamba wakakosa maneno ya kusema. Walitaka kula zaidi, lakini wakaona aibu. Wakagundua kuwa wakikisifia chakula hicho hawataweza kumchukua binti wa gavana. Kwa hiyo mkaguzi mkuu akadanganya akisema chakula ni kibaya sana. Ji-young akasema huo ni uongo. Gavana akiwa na hasira akapaza sauti, wewe ndiye muongo. Sijawahi kula chakula kitamu kama hiki. Unasema hivyo tu ili umchukue binti yangu kuwa kimada wako. Akashika upanga wake, lakini mwanawe akamzuia. Hata hivyo Ji-young bado akaamuru wanawake wote waadhibiwe. Walipoanza kumshikilia Ji-young chini wakijiandaa kumkata shingo yake, akapiga kelele, msiniue, sijafanya kosa lolote, chakula chetu ni kizuri. Muda huo huo mfalme akafika na kuwazuia. Akatembea hadi kwa Ji-young. Kisha akauliza, wewe ndiye uliyetengeneza hiki chakula? Nitaaminije kuwa ni kitamu? Nitaonja kwanza. Ji-young akatambua sauti yake, na alipogeuka akaona ni yule mwanaume wa msituni. Akawaza, ni yeye. Kwa hiyo alikuwa anasema ukweli, yeye ndiye mfalme. Mfalme akaagile chakula kile na kumfanya Ji-young akakile kwanza kuthibitisha kuwa hakila sumu. Kisha yeye mwenyewe akala kipande. Mara moja akahuzunika kwa sababu chakula hicho ni kizuri ajabu. Hajawahi kuonja kitu kama hicho. Akamaliza kula na kumuuliza alikitengezaje. Ji-young akaeleza kila kitu. Mfalme akakubali kuwa Ji-young ni mpishi mzuri sana na kumuuliza umri wake upo wapi. Ji-young aliposema ana miaka 27, mfalme akasema, una umri mkubwa sana, kwa nini hujaolewa? Ji-young akasema, mimi si wa hapa na hautoniamini nikikwania nimetoka wapi. Kisha akamsogelea na kunong'ona, nimetoka miaka ya mbele. Mfalme akacheka kwa dharau na kusema, usiongee upuuzi.
Kisha mfalme akatangaza kuwa atamchukua Ji-young kwenda kwenye kasiri lake na kwamba hakuna mtu atakayeruhusiwa kumuua. Kwa sasa maisha ya Ji-young yakaokoka. Gavana akamfuata mfalme. Kwa nini unawaokoa wanawake hawa? Huwezi kufanya hivyo. Mfalme akakasirika sana na kusema, sasa unalalamika sana kwa sababu ni zamu ya binti yako, lakini mama yangu alipokuwa akiteswa ulisimama tu na hukufanya chochote. Muda huo huo Ji-young na Gil wakatupwa gerezani. Ji-young akasema, kesho tutaenda ikulu, lakini lazima nirudi nyumbani. Gil akauliza, nyumbani kwako ni wapi? Ji-young akamweleza kila kitu. Njia yangu ya kurudi ipo ndani ya kitabu kilichokuwa ndani ya mkoba wangu ulioanguka kutoka mlimani. Nje, mfalme akautazama mwezi. Mkaguzi mkuu akamjia na wakaanza kupigana. Zamani walikuwa marafiki wakubwa na washirika wa mazoezi ya mapigano. Mfalme akasema, nataka kumpeleka Ji-young ikulu na kuachia wanawake wengine huru. Na sasa tunaweza kuacha kuwaua wanawake. Sipendi kufanya mambo haya yote. Mkaguzi mkuu akaanza kuhoji nia zake. Baada ya Ji-young kuahidi kuachia wanawake wote ikiwa chakula cha Ji-young kingekuwa kizuri, Ji-young na Gil wakatoroka na kuelekea mlimani. Ji-young akamtafuta mfalme na kumwambia kuwa wanawake wawili waliotaka kuwapeleka ikulu wametoroka. Mfalme akatabasamu akijua wameenda wapi. Wakiwa njiani, Gil akamweleza Ji-young maisha yake. Yeye na mama yake walitoka sehemu ya mbali kumtafuta babu yake, lakini mama yake aliuliwa na askari. Gil alikuwa akijificha kwenye nyumba ile iliyotelekezwa. Ji-young akamwambia arudi naye kwenye nyumba yake huko miaka ya mbele, kwanako atakuwa huru kuwa chochote atakachokitaka. Gil akakubali. Wakafika mlimani, lakini begi halikuonekana popote. Mfalme tayari alikuwepo hapo na alijua watakuja. Ji-young akasema, nataka begi langu. Mfalme akaamuru askari alete begi hilo, lakini baada ya kumuonyesha akalitupa tena chini ya mwamba. Akiwa na hasira kali, Ji-young akamtukana. Mfalme akamuuliza, unajua adhabu ya kumtukana mfalme? Ji-young akasema, niletee tu begi langu na nitafanya chochote unachotaka. Siku iliyofuata, wasichana wote wawili wakafungwa kamba na kupelekwa kwenye ufalme. Wakaogopa sana. Mkaguzi mkuu akamuuliza mfalme, kwa nini umemleta msichana huyu hapa? Mfalme akasema, sitamuua tu, nataka kumtesa kwa sababu ni mchawi mwenye nguvu. Ji-young akanong'ona, kama ningekuwa na bunduki, ningekupiga risasi sasa hivi. Muda huo huo, tunamwona Mokju akiwafundisha wanawake wengine kucheza. Akakumbuka maneno ya Jason alipomtoa gerezani. Jason alimwambia kuwa mfalme alikuwa anarudi ikulu akiwa na binti mzuri wa gavana, na kwamba msichana huyo alikuwa umeuteka moyo wa mfalme. Alisema mfalme atamtelekeza Mokju na atapoteza heshima yake yote. Jason akamshauri amshawishi mfalme kimapenzi ili awe upande wao na wapate nafasi ya kumuua. Mfanyakazi wa Mokju akamwambia kuwa mfalme hamleti binti wa gavana, bali mwanamke aitwa Ji-young ambaye ni mzimu. Huu ni uvumi uliosambaa na kila mtu ameamini. Ji-young na Gil walipopita, watoto wakaanza kuwarushia mawe. Walinzi wakapiga watoto hao na kuwafukuza. Mfalme akawaambia waache. Kisha akasema, hawa ni wajakazi wangu, msiwarushie mawe. Hali hiyo ikamkasirisha Ji-young zaidi. Walipoingia ikulu, Mokju akakimbia na kumkumbatia mfalme. Kisha akasema, nimekumisi sana mfalme wangu. Msichana huyu ni nani na kwa nini umemleta hapa? Mimi si wako tena? Mfalme akajiondoa kutoka kwenye kumbatio lake. Mfalme akasema, yeye si binadamu, ni mchawi aliyenitokea kwa sababu ya laana na sasa ananisumbua. Mokju akauliza atafanya nini naye. Mfalme akashika uso wa Ji-young na kusema kuwa atamtesa hadi kufa. Akaahidi kumfanya ateseke sana. Ji-young akaogopa sana. Hapa ningependa kufafanua mambo machache kwa yeyote aliyechanganyikwa kuhusu tabia ya Mokju. Mama yake Mokju alikuwa anaendesha danguro na Mokju alilazimishwa kufanya kazi huko. Mama yake alimuuza kwa mwanamume tajiri, lakini Mokju alimuua mwanamume huyo na kupelekwa gerezani. Na Jason ambaye ni adui mkubwa wa mfalme akamtoa gerezani. Akamfanya kuwa kimada wa mfalme na kumpeleka ikulu ili apate nafasi ya kumuua mfalme. Kwa hiyo Mokju hampendi mfalme, yupo pale ili kumuua. Kama bado unaendelea kutazama na unafurahia video hii, tafadhali usisahau kulike na kusubscribe. Sapoti yako ina maana kubwa sana na unanisaidia kuendelea kukuletea simulizi nzuri zaidi. Sasa tuendelee na movie yetu. Mokju akaanza kumwambia mfalme waingie ndani kabla ya majira ya baridi kufika. Ji-young akaogopa kwa sababu watu walimtazama kwa njia ya ajabu.
Mfalme akaweka kitambaa mdomoni mwake na kuwaamuru walinzi wampeleke sehemu maalum. Baadaye, mfalme akatibiwa jeraha lake la mshale ambalo Mokchu alikuwa amelificha. Jambo lililothibitisha kuwa huenda yeye ndiye aliyepanga shambulio hilo. Daktari akamwambia mfalme kuwa damu ilisimamwa kwa wakati, lau hali ingeweza kuwa mbaya zaidi. Mfalme akakumbuka kuwa Ji-yong ndiye aliyeokoa maisha yake. Mokju akauliza ni nani aliyefanya hivyo, na mfalme akafichua kuwa ni msichana mpya. Mokju akauliza ni sehemu gani maalum aliyompeleka Ji-yong, lakini mfalme hakumwambia. Kisha tunaiona sehemu hiyo maalum, gereza lenye ulinzi mkali sana. Ji-yong akamlani mfalme akisema aliokoa maisha yake na hivi ndivyo anavyomlipa. Gil aliamini mfalme ni mtu mzuri kwa sababu alimruhusu kuoga na akampa nguo mpya na sasa maisha yake yameokolewa. Mokju alikuwa na hasira na wasiwasi mkubwa. Alijua sehemu hiyo maalum ilipo na akaogopa nini kitatokea ikiwa mfalme ataanza kumpenda Ji-yong. Akaamuru mfanyakazi wake kugundua wasichana hao ni kina nani na wametoka wapi. Baadaye tunaona jiko kuu ambapo wapishi wawili, Bong na Suk, wanatoa maagizo kwa wapishi wengine. Wakazungumzia kuhusu wachawi wawili waliofika siku hiyo. Ghafla, Lady Kim aliyesimamia chakula cha familia ya kifalme akafika na kuwapa orodha ya chakula cha siku ya leo kwa ajili ya familia ya kifalme. Kisha akakutana na bibi wa mfalme na kumweleza kuhusu wale wachawi wawili. Mokju akiwa bado na wasiwasi, akaogopa kutengwa ikiwa mfalme ataanza kumpendelea Ji-yong. Muda huo huo, mkaguzi mkuu akafika. Mokju akauliza kwa nini hakumleta binti wa gavana, Mio. Mkaguzi mkuu akasema mfalme alikataa. Mokju alipouliza msichana huyo ni nani, mkaguzi mkuu akasema hajui. Kisha badala yake akampa vito vingi vya thamani. Mokju akamuomba atafute familia ya gavana ambayo imeharibiwa na amlete Mio ikulu haraka iwezekanavyo. Mkaguzi mkuu akazungumza na baba yake kuhusu jambo hilo na kuamua kumfundisha Mokju somo kwa sababu alikuwa anajua Mokju ni msaliti. Usiku huo, mwanaume aliyevaa mask akaingia gerezani, akawaua walinzi wote na kuwaweka huru Ji-yong na Gil. Wakatoroka, na habari za kutoroka kwa Ji-yong zikamfika Mokju. Ji-yong akaangalia nje ya kasri na kuona watu wengi wamevaa mask wakifanya shughuli ya ajabu. Ji-yong akamtafuta mwanaume aliyewaokoa. Alipompata na kumvua mask, akashangaa kuwa ni mfalme mwenyewe. Yote haya yalikuwa mchezo kwake tu. Mfalme alipenda kufanya burudani za aina hiyo wakati wa mapumziko yake. Kisha wakamwita mtu ambaye waliwaokoa kweli. Mtu wa mfalme aitwa Gong Gil. Ni mrefu sana na mwenye sura nzuri, na Gil akampenda papo hapo hadi kuvutiwa sana naye. Gil akasema, ingekuwa vizuri sana kama ningekuwa naye. Ji-yong akauliza, umerukwa na akili? Yeye ni mtu wa mfalme, tapeli tu. Mfalme akasema, yeye ni mwigizaji, anafanya kazi kwa pesa. Gong Gil akamkonyeza Gil na kukimbia. Gil akazimia. Mfalme akampa mjumbe pamoja na pesa na kumwambia amtafute mtu aliyemshambulia. Hii inaonyesha kuwa Gong Gil si mwigizaji tu, bali ni pia jasusi wa siri wa mfalme. Ji-yong akakasirika na kumwambia mfalme hakupaswa kufanya yote haya. Mfalme akasema, ilikuwa mchezo tu kwangu. Kisha akaamuru walinzi wake wapashe moto fimbo ya chuma. Mokju akafika kutazama jambo hilo likitokea. Gil akafungwa kwenye kiti na wakajiandaa kumchoma kwa fimbo ya moto. Ji-yong akaanza kumwomba mfalme, tafadhali mwache, nitafanya chochote utakachosema. Mfalme akasema, sawa, kuanzia leo utakuwa mpishi wangu. Ji-yong akakubali na kusema atahitaji kumleta Gil pamoja naye kwa sababu ni msaidizi wake. Wasichana wote wawili wakapelekwa jikoni, lakini wapishi wa kiume wakapinga wakisema ni wanaume pekee wanaoruhusiwa kumpikia mfalme. Lakini kwa kuwa ni amri ya mfalme, hakuna aliyethubutu kupinga. Wakapewa ruhusa ya kupika. Mpishi mmoja akauliza, ulijifunzia wapi kupika? Ji-yong akajibu, hata nikikwambia hamtaamini wala kuelewa. Kisha akaanza kupika chakula kisanii kwa kutumia nyama ya swala ambaye mfalme aliwinda kwenye sehemu iliyopita, akitegemea uzoefu wake. Akatumia mafuta yale yale ya kupika aliyotumia kushinda mashindano ya upishi ya Kifaransa. Habari hii ikamfikia bibi wa mfalme na akashangaa sana. Mokju pia akapata habari hizo na kushangazwa. Baada ya muda, chakula kikawekwa mbele ya mfalme ambaye amekaa huku tumbo lake likiwa wazi. Ji-yong akamtazama na kusema moyoni kuwa hana aibu kabisa na anaonekana mchafu. Akakosoa muonekano wake usio nadhifu. Mfalme akauliza kuhusu chakula hicho.
Baada ya kukila, akajawa na furaha isiyoelezeka, kana kwamba amesafirishwa kwenda ulimwengu mwingine. Akamuuliza Ji-yong ametoka wapi. Akampa jibu lile lile la awali, na mfalme akadhani Ji-yong alikuwa ni chizi. Mokju ambaye alikuwa anangoja nje akajaribu kuingia, lakini walinzi wakamzuia kwa sababu mfalme amekataza mtu yoyote kuingia. Akapambana nao na kufanikiwa kuchungulia ndani. Alipomwona mfalme akiwa pamoja na Ji-yong, akajawa na hasira kali. Mfalme akamtambua na kupaza sauti akiuliza kuna nini kinaendelea. Mokju akasema alikuwa na kitu kwa ajili yake, lakini mfalme akakataa kumruhusu kuingia na kumwambia aje nacho baadaye. Akaondoka akiwa na hasira. Mfalme akamshika mkono Ji-yong na kukataa kumwachia. Kisha akamwambia, nimekuchagua. Ji-yong akaanza kuwa na wasiwasi. Akafikiria labda mfalme alitaka awe kimada wake. Kwa kuwa yeye ni msichana wa kisasa, hakuwa tayari kwa jambo hilo, na akaogopa jinsi litakavyoathiri historia. Baadaye, mkaguzi mkuu akamfuata Ji-yong na kumwambia ampeleleze mfalme na kumpa taarifa kila kitu alichokiona. Ji-yong akakataa kwa kuogopa kwamba mfalme atamuua akigundua. Mkaguzi mkuu akamwambia Ji-yong kwamba leo ilikuwa mara ya kwanza kwa mfalme kumfukuza Mokju kwa ajili yake. Akamuonya kuwa Mokju ni mwanamke hatari ambaye atamuua akipata nafasi. Akasema, mimi nitakulinda na lazima unisikilize. Ji-yong akakubali, lakini akaomba begi lake kama malipo. Akajaribu kueleza mkoba ni nini, na mkaguzi mkuu akaelewa. Akamwambia kuwa si rahisi kulipata begi hilo kwa sababu mfalme amelihifadhi kwa usalama ndani ya kasri. Mokju alikuwa na hasira kali na akamuuliza mfanyakazi wake namna ya kumuondoa Ji-yong. Mfanyakazi wake akapendekeza kutumia wapishi wengine kumtesa Ji-yong hadi akimbie mwenyewe. Jikoni wapishi wakaacha nyoka kwenye mchele na kuweka mendee ili kuwatesa. Lakini Gil aliyekulia msituni alijua jinsi ya kushughulikia vitu hivyo. Wasichana hao wakarudi kwenye seli yao na kuendelea kumlaani mfalme. Siku iliyofuata tunaona tena tukio lile la mwanzoni mwa filamu ambapo kila mtu alidai Ji-yong auawe, lakini mfalme akasema, mimi ndiye mfalme, kwa hiyo uamuzi ni wangu. Kisha tunaona tena tukio lile la mwanzo ambapo Ji-yong aliletwa ili auawe. Kila mtu akapiga kelele akitaka afe, lakini mfalme akasema, kuanzia leo wewe ni mkuu wa jiko langu na mpishi wangu binafsi. Utakuwa ukinipikia chakula kipya kila siku na hakitakiwi kurudiwa. Nisipokipenda utauliwa. Mawaziri na viongozi wengine wa juu hawakufurahia kuona mfalme amemsikiliza msichana aliyekutana naye juzi badala yao. Mfanyakazi wa Mokju akaomba msamaha kwa sababu mpango wake umeshindwa. Lakini Mokju akapata wazo jipya. Akaenda kwa bibi wa mfalme na kumwambia kuwa Ji-yong ndiye aliyepanga shambulio dhidi ya mfalme kule msituni. Pia akamwambia kuwa mfalme anajua hilo, lakini alimuomba aliweke siri. Bibi wa mfalme akashangaa na kusema atafanya mashindano ya kupika. Ikiwa Ji-yong atashindwa, mikono yake itakatwa. Muda huo huo, Jong na Gil wakatolewa gerezani na kupewa chumba. Wakafurahi kwa sababu chumba hicho kilikuwa na joto, huku gerezani kulikuwa na baridi kali sana. Wakapewa nguo mpya za jikoni ambazo lazima wazivae ili kuingia jikoni. Siku iliyofuata tunaona tayari wameoga, wamebadilisha nguo na wako njiani kuelekea jikoni. Wafanyakazi wote wakawafanyia tabia mbaya na wakakataa kupika. Ji-yong akasema, mimi ndiye mkuu hapa na sikuja kupika chakula. Nimekuja kuwachunguza nyinyi wote kwa sababu mfalme ameniambia nifanye hivyo. Kila mtu akaogopa kwamba wakifanya kosa atamwambia mfalme na watauliwa. Mara hiyo Lady Kim akafika na kumchukua Ji-yong kwenda kukutana na bibi wa mfalme ambaye ameketi pamoja na Mokju. Bibi huyo akasema, angalia jinsi unavyozungumza na mpishi wako mkuu. Kutakuwa na mashindano. Nisipopenda chakula chako nitakata mikono yako. Ji-yong akaogopa sana kusikia maneno hayo. Akatazama mikono yake kisha akamtazama Mokju ambaye akatabasamu. Ji-yong akaelewa kabisa kuwa huu ni mpango wa Mokju. Mkaguzi mkuu akatuma habari kuhusu mashindano hayo. Ndani ya kasri maandalizi yakaanza. Mokju alikuwa na furaha sana, akiwa na uhakika kuwa mchawi huyo atakufa kwa sababu atashindwa. Mfalme akaingia ndani na kukutana na bibi yake ambaye hajamuona kwa muda mrefu. Waliishi katika sehemu tofauti za kasri kubwa, hivyo hukutana mara moja tu baada ya wiki kadhaa. Bibi yake akafurahi kumuona, lakini mfalme akaenda moja kwa moja kwenye point. Akasema, hujafanya vizuri. Kwanza kabisa, yeye ni mpishi wangu binafsi. Huwezi kukata mikono yake. Lakini kama utasisitiza kuwe na mashindano, basi mikono ya mshindi wa mwisho ndiyo ikatwe, si ya Ji-yong peke yake.
Akaongeza kuwa mashindano yatapaswa kuwa ya haki, basi adhabu lazima iwe sawa kwa wote. Vifaa vya kukatia mikono vikaletwa na kuwekwa mbele ya Ji-young. Akaogopa sana, akigusa mikono yake huku akimkumbuka baba yake. Akajua kuwa lazima afanye kazi kubwa na kupika chakula kizuri sana siku hiyo. Mfalme akakaa kimya na kuwaza moyoni, kama kweli umetoka miaka mbele, basi utalazimika kuthibitisha leo. Sehemu hii inaishia hapa, lakini kama utapenda niweke inayofuata, comment next. Pia hakikisha umesubscribe na kubonyeza alama ya kengele ili kupata video inayofuata na nyingine nyingi zaidi. Asanti kwa kutazama na kwaheri.